Manchester United italazimika kufuzu ligi ya mabingwa Ulaya kama kweli inataka kuwa na nafasi ya kuwasajili viungo wawili matata kabisa pale England. Hapa nikimzungumzia Elliot Anderson na Adam Wharton. Anderson anavutiwa na Manchester United, lakini vyanzo vya kuaminika vinasema klabu hiyo haitaweza kushindana na vinara wa mbio za usajili Manchester City katika mshahara wa mchezaji huyo kama hawatacheza kwenye ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 aliwavutia wengi alipocheza vizuri dhidi ya Manchester United wakati Nottingham Forest ilipotoa sare ya bao 2-2 katika uwanja wa City Ground mapema msimu huu. Sasa yeye ni mmoja wa viungo kadhaa waliothibitishwa uwezo ama waliweza kuthibitisha uwezo wake katika ligi kuu England, na tangu wakati huo Manchester United imekuwa ikimfuatilia. Anderson yeye anatarajiwa kuanza pamoja na Declan Rice katika kikosi cha England kitakachokwenda kwenye fainali za kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kumvutia kocha Thomas Tuchel. Kwa upande wa Wharton, kufuzu kwa Manchester United kwenye ligi ya mabingwa Ulaya ni muhimu sana kama wanataka kuwa na nafasi ya kumpata. Sasa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22 anatarajiwa kuondoka Crystal Palace katika dirisha lijalo la usajili la majira ya kiangazi, lakini anataka kujiunga tu na klabu inayoshiriki mikiki hiyo ya ligi ya mabingwa Ulaya. Wharton alicheza vizuri wakati Palace ilipoifunga Manchester United bao 4-0 na 2-0 katika msimu ya hivi karibuni. Pia alianza katika uwanja wa Old Trafford wakati Manchester United iliposhinda kwa tabu mabao 2-1 wiki iliyopita. Kwa sasa Manchester United iko kwenye nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu England, lakini ilipata kipigo chao cha kwanza chini ya kocha wa muda Michael Carrick dhidi ya Newcastle United Jumatano usiku. Mechi yao ijayo watakabiliana na Aston Villa ambayo pia ipo kwenye mchaka wa kuwania tiketi ya kucheza ligi ya mabingwa Ulaya, huku ikitambua ushindi ni lazima baada ya kupoteza mechi 3 na kutoa sare 2 katika mechi zao 6 zilizopita kwenye ligi kuu. Nafasi ya 5 ina uwezekano mkubwa wa kupata tiketi ya kucheza ligi ya mabingwa Ulaya kwa timu za ligi kuu England msimu ujao kutokana na ligi hiyo kuwa na timu 6 zilizoingia katika hatua ya 16 bora ya michuano hiyo ya Ulaya msimu huu. Manchester United imeweka kipaumbele kusajili kiungo katika dirisha la usajili la majira ya joto baada ya kusajili viungo wawili tu wa katikati kipindi cha miaka 8 iliyopita. Casemiro ataondoka klabuni hapo mkataba wake utakapomalizika Juni mwaka huu. Brazil huyo mwenye umri wa miaka 34 alionekana kuwa na kiwango cha chini kabla ya kutolewa dakika 61 katika mechi dhidi ya Newcastle. Wakati huo Kobbie Mainoo bado hajakubali mkataba mpya wa muda mrefu baada ya kukataa ofa ya kwanza ya Manchester United mwaka jana, huku Manuel Ugarte akiwa hajawa na mwanzo mzuri katika miezi yake 18 ya kwanza katika kikosi hicho. Kwa sasa Ugarte, Mainoo na Casemiro ndio viungo wakati pekee wanaotambulika katika kikosi cha Manchester United baada ya klabu hiyo kuzingatia zaidi kuimarisha safu ya ushambuliaji katika dirisha lililopita la majira ya kiangazi. Sasa Manchester United pia waliulizia kuhusu kiungo wa Brighton Carlos Baleba katika dirisha lililopita, lakini Kameruni huyo amekuwa na msimu mgumu katika uwanja wa Amex. Baleba mwenye umri wa miaka 22 ametolewa wakati wa mapumziko ya kipindi cha kwanza mara 4 msimu huu, na pia alitolewa dakika 22 katika kipigo cha bao 1-0 dhidi ya Aston Villa mwezi uliopita. Kiungo wa Bournemouth Alex Scott ambaye aliitwa kwenye kikosi cha mwisho cha England mwezi Novemba pia anavutiwa na Manchester United. Mimi sina la ziada. Hii ni Talent Media, langu jina Ali Swale Mshana. Bye bye.